Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza fedha zilizokuwa zimepangwa kugharamia maadhimisho ya sherehe za Muungano mwaka huu zitumike kukarabati miundombinu ya barabara iliyoharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha nchini. Amesema hayo leo ofisini kwake jijini Dodoma alipokuwa akiuarifu umma kuhusu maadhimisho ya miaka 62 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar yatakayofanyika. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Kwa niaba ya serikali nichukue fursa hii kuwashukuru wananchi wote na makundi yote ya kijamii hapa nchini kwa kuendelea kudumisha muungano hapa nchini na kwa kushirikiana na serikali katika kukuza umoja, mshikamano katika kuleta maendeleo na kukuza uchumi wa taifa letu. Kama ilivyoelekezwa na serikali, maadhimisho ya sherehe za Muungano miaka 62 kati ya Tanganyika na Zanzibar kwa mwaka huu 2026 yataadhimishwa kwa kauli mbiu inayosema miaka 62 ya Muungano, amani, umoja na mshikamano ni msingi wa maendeleo endelevu. Aidha, kauli mbiu hii ya maadhimisho haya inaonyesha ni kwa jinsi gani serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaweka mkazo katika umoja na mshikamano wa wananchi wa Tanzania kupitia makundi yote, yaani vyama vya siasa, vyama vya kiraia, viongozi wa dini pamoja na wananchi kwa ujumla. Maadhimisho ya sherehe za miaka 62 ya Muungano yatafanyika katika ngazi za mikoa yote nchini na viongozi wakuu wa kitaifa watafanya shughuli za kutembelea, kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi ya maendeleo. Aidha, kwa upande wa wakuu wa mikoa imepangwa pia kufanya shughuli za kutembelea, kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi ya maendeleo pamoja na kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira, kupanda miti na kufanya maadhimisho ya michezo mbalimbali. Hivyo basi, serikali inaomba wananchi kushiriki kwa pamoja katika shughuli hizo ili kujivunia na kuweka sifa ya kipekee katika namna ambayo tutaendelea kuenzi muungano wetu wa Tanzania. Kwa upande wa Zanzibar patafanyika pia shughuli za kijamii ambazo zinahusiana na upandaji miti, usafi wa mazingira, maadhimisho ya michezo na sanaa mbalimbali, mashindano ya uandishi wa insha kwa shule za msingi na sekondari, kwa mahojiano maalum na wazee maarufu, midahalo, makongamano kuhusu muungano na hatua za maendeleo zilizofikiwa hadi sasa. Kwa ndugu wananchi, nitumie fursa hii pia kwa namna ya kipekee kumshukuru na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuelekeza kuwa maadhimisho haya yafanyike katika ngazi za mikoa ili kutoa fursa kwa wananchi wote kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kuadhimisha sherehe za miaka 62 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuelekeza kuwa fedha ambazo zingetumika kwa kufanya maadhimisho haya kwa gwaride na michezo ya halaiki zitumike katika shughuli nyingine za maendeleo, ikiwemo
ukarabati wa miundombinu ya barabara ambazo kama tunavyojua zimeharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Naomba kutumia fursa hii kuhamasisha wananchi wote kushiriki ipasavyo kwenye shughuli za kijamii, midahalo, makongamano katika kila mkoa ili kujadili maendeleo endelevu yaliyofikiwa katika nchi yetu katika kipindi cha miaka 62 ya Muungano. Aidha, nielekeze Wizara ya Ujenzi na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuzibaini barabara zilizoharibika zaidi ili fedha hizi ambazo Mheshimiwa Rais ameelekeza zitumike kurejesha miundombinu iliyoharibika, kazi hiyo ianze mara moja. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.